Unapofikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza, ni nini cha kufanya? Nikiwa naendelea na somo langu linalohusiana na sheria, basi leo ndio nakuelekeza nini cha kufanya unapofikishwa mahakamani. Nianze na utangulizi kidogo. Je, unajua kinachotokea unapofikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza? Je, unajua haki zako ukiwa mbele ya hakimu? Au unakaa kimya tu bila kujua cha kusema? Leo nitakwambia kila kitu unachopaswa kujua. Moja, ukifikishwa mahakamani, kwa mujibu wa sheria za Tanzania, mtu akishtakiwa, akishakamatwa, anatakiwa kufikishwa mahakamani ndani ya saa 24. Isipokuwa kama ni hiyo siku sasa sio siku ya kazi au mazingira maalum. Hii ni haki yako kikatiba, sio ombi. 2, mashtaka yanasomwa. Mahakama, kitu cha kwanza, jina lako litaitwa, mashtaka yatasomwa wazi. Utaulizwa kama umeelewa mashtaka. Ni muhimu sana kusikiliza kwa makini, usikubali kitu ambacho hukielewi. 3, kuulizwa kwa unakiri au unakataa. Narudia hapa, kuulizwa kama unakiri, yani unakiri kama vile unakubali au unakataa. Hakimu atakuuliza, je, unakubali kosa au unalikataa? Una chaguo mbili tu: kukiri kosa, yani kukubali kosa, au kukataa kosa. Ukikiri kosa, kesi inaweza kuamriwa haraka. Ukikataa, kesi itaendelea kusikilizwa. 4, swala la dhamana. Kama kosa linadhaminika, unaweza kupewa dhamana. Utatakiwa kuwa na wadhamini au kuweka masharti maalum. Lakini kama kosa halina dhamana, mfano mauaji, utawekwa rumande hadi kesi isikilizwe. 5, haki zako mahakamani. Unapofikishwa kwa mara ya kwanza, una haki ya kupewa maelezo ya mshtaka, kuwa na wakili, kuomba dhamana kama kosa linadhaminika, kutolazimishwa kukiri kosa. Hakuna anayepaswa kukutisha au kukulazimisha. 6, kesi kupewa tarehe. Baada ya hapo, kesi itapangiwa tarehe nyingine. Utapewa masharti ya kuhudhuria. Usipohudhuria, unaweza kutiwa hatiani. Labda nihitimisha ukisema, ukifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza, usiogope. Sikiliza kwa makini, elewa haki zako, usikubali kitu usichokielewa. Sheria ipo kwa ajili ya kukulinda, sio kukuharibu. Asante sana kwa kunisikiliza. Ili uweze kuendelea kujifunza sheria nyingi zaidi, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare elimu hii ili watu wengi zaidi waweze kujifunza na kujua sheria. Asante.